Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, leo nataka tuongelee kitu ambacho watu wengi watashangaa na wengi wanakuwa hawajui kwamba Ahlusunna wal Jamaa ni akina nani. Ahlusunna wal Jamaa, tunaposema Ahlusunna wal Jamaa tunagusia kwamba ni wale watu ambao ni wafuasi wa yale madhhabu manne ya Alimamu Shafi, Alimamu Abu Hanifa, Alimamu Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Alafu katika masala ya itikadi wako wanamfuata Abu Mansur na Abu Hasan, kwamba wapo katika watu hawa wawili, kwamba al-Ash'ari wal Maturidiyya wapo katika hizo sehemu mbili. Sasa ukija kwa taarifu hii, mawahabi hawapo. Mawahabi sio Ahlusunna wal Jamaa. Mawahabi sio Ahlusunna wal Jamaa. Kwa nini? Wao wanajinasibisha katika fiqhi, wanamfuata al-Imam Ahmad bin Hanbal, lakini kiukweli asilimia kubwa ya fatwa zao hawafuati Imam Ahmad bin Hanbal. Kuna mwanachuoni mmoja kaandika Asadatul Hanabila wa ikhtilafuhum ma'a salafiyyati al-mu'asira fi al-fiqh wat-tasawwuf wal-aqida wat-tasawuf. Huyu ni mwanachuoni ambaye ameandika hichi kitabu, ambaye ni mfuasi wa Imam Ahmad bin Hanbal. Anaelezea utofauti wa Wahabi masalafi hawa, kwamba utofauti wao katika kuchukua katika utofauti na Imam Ahmad bin Hanbal, huyo ambao unaojinasibisha na mfuata katika masala ya fiqh, katika masala ya aqida, pia katika masala ya tasawuf. Wao wameenda mbali, kauli zao nyingi wanachukua kwa Ahmad bin Taymiyyah na kina Muhammad bin Abdul Wahhab na hao masheikh wa hapa Saudia. Sasa ukiangalia kwamba itikadi yao ndio imejengewa hapo, yaani katika masala ya fiqh, lakini katika masala ya kiakida wao ni mujassima. Mujassima tunasemaje? Mujassima ni watu ambao wamemfanya Mungu ana viungo, kwamba Mungu ana viungo. Vipi ana viungo? Mungu katika Qur'ani aliposema, au akija katika hadithi aliposema mikono, mtume alipoashiria Mungu ana mikono, ile katika Ahlusunna wal Jamaa kuna wengine wanasema kwamba ile ni maana ya nguvu ama ni dhati. Mungu anaposema nafsi katika Qur'ani kwamba ni dhati, ama saa zingine inakuwa kwamba mkono ni nguvu, lakini wao wanasema mkono ni mkono, ila mkono wa Mungu si kama mkono wa mwanadamu. Chambua hapo kwamba mkono wa Mungu si katika mkono kama mkono wa mwanadamu. Inakuwaje? Waulize, si kwamba sisingizii, na hatusemi haya maneno kwa sababu tunaamini kwamba labda kutafuta wafuasi, labda kusema. Hatusemi hivi kwa sababu hiyo, hapana. Tunasema ili watu waweze kujua ukweli na kufahamu haki, waweze kutambua. Sasa kwa sababu hichi tunachosema kwamba hata Mungu ataenda kutuuliza, na hatusemi labda kuwasingizia, hapana, ni mambo ambayo yapo kwa wao. Angalia wanaposema kwamba Mungu ana mkono lakini si kama mkono wetu, bado utakuwa unamfananisha Mungu na mkono, Mungu na binadamu. Vipi? Kwamba katika sifa ya kuwa na mkono ni kama vile mtu akasema kwamba mimi na mkono kama, yani mbwa ana mikono lakini mikono yake si kama ya binadamu. Lakini katika ishu ya mikono bado mbwa ana mkono na mwanadamu ana nini? Ana mkono, kwamba lakini kushirikiana, kwamba tumeshashirikiana katika nini? Katika sifa. Lakini Mungu yeye akakataza, laisa kamithlihi shay'un, kwamba Mungu hana mfano na kitu chochote, yani hafanani na hafananishwi. Sasa unaposema kwamba Mungu ana mkono ama Mungu ana uso, na hata ile itikadi yao kwamba Mungu Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, wanakataga majazi, taawili. Wanasema kwamba Mungu yupo katika arshi, amekaa. Istiwa sio kukaa kwanza, sawa? Japokuwa wamesema amekaa, wao wanasema amekaa, lakini istiwa sio kukaa, na hapo wamefanya taawili pia, japokuwa wanakataa taawili. Wanasema kwamba Mungu katika arshi amekaa. Haiwezekani Mungu akakaa katika arshi. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika sifa za Mungu hawezi akaumba kiumbe alafu akakihitajia katika ule kuwepo kwake. Hapana, katika sifa ya Mungu qaimun bidhatihi, kwamba Mungu yeye mwenyewe amesimama kwa dhati yake, hahitaji kwamba hata hizo ibada tunazofanya, hata kila kitu hahitaji yeye. Sasa ndio swali la kujiuliza, hata wewe tu unaweza kujiuliza, je, arshi ni makhluki ama si makhluki? Kwamba arshi ilikuwepo tangu na tangu ama ni kiumbe? Je, kabla ya kuumba hiyo arshi alikuwa wapi?
Sasa na ndio maana ile itikadi yao kwamba kusema hata Mungu yuko mbinguni ni itikadi za Kiwahabi. Na hapa tuangalie kwamba tunasingizia, lakini angalia kwamba hata wanasimamia kwamba mwanadamu ameumbwa kwa sura ya Mungu. Hii itikadi ya Kiwahabi. Na hii itikadi, angalia, kuna mwanachuoni wao pia ameandika kitabu anaitwa Mahmud bin Abdullah bin Mahmud At-Tuwaijir. Huyu ni mwanachuoni ambaye amefariki 92 mwaka 1992. Ni mwanachuoni mkubwa, alikuwa wa Saudi pia huyu, ambao wao walikuwa mwanachuoni mkubwa na ni katika masala ya kifiqhi ya kiaqida, kaandika vitabu. Sasa huyu mwanachuoni ameandika kitabu Aqidatu Ahlul Iman fi Khalqi Adam ala surati Ar-Rahman, kwamba aqida ya watu wa imani katika kumuumba Mungu, katika kumuumba Adam katika sura ya Mungu. Hiyo ndio itikadi yao. Na wanachuoni, wapo wanachuoni ambao wameandika kitabu pia kuafikiana itikadi ya Kiwahabi na itikadi ya Kiyahudi, kwamba zimefanana katika kumhusu Mungu, kwamba watu wasiojua, sisi tunaongea na wale ambao wasiojua. Sasa ukiangalia, hata kuna rafiki yangu mmoja anamalizia kitabu chake cha kuelezea masala ya kiakida na akida za Kiwahabi pamoja na zile kuoana kwao zile itikadi na za Kiyahudi. Sasa hichi kitabu kikishamalizika, mimi nitakuja nitasimama hapa, nitakuja nitawaelezea, na lakini mimi naamini atakayeweza kubadilika ni yule ambaye anayetafuta haki, sio kutetea madhhabu. Anayeweza kubadilika ni yule ambaye atasoma na marji'i zitakuwepo, kwamba anakutajia kitabu, unaenda unakifuatilia, una hoja unafuatilia, utaenda kukuta hizo itikadi zao zilizokuwa mbovu. Hata ile katika hadithi ya Tufay kwamba aliposema kwamba Mungu mtume amemuona Mungu katika sura ya kijana ambaye ni mzuri. Hii ni itikadi ya Kiwahabi na ipo, na kama utataka siku moja tutakuja kuelezea kwamba zile hadithi ambazo ama inna Allah khalaqa Adama ala suratihi katika Sahih al-Bukhari, ambayo katika hii hadithi ulama wengine wamesema sio sahihi, kwa sababu katika nikabil ahbari ambaye alikuwa akileta katika Israiliyati kwamba Mungu amemuumba Adam katika sura yake. Hii itikadi sio ya Kiislamu. Sawa. Sasa wao ndio wamejengea hizi itikadi zao katika nini? Katika misingi ambayo haipo. Sasa na sisi hatuongei hivi labda kuwazushia, hapana, bali sisi tunaongea ili mtu aweze kujua ukweli. Lakini huu ukweli wale wafuasi, kwamba ukirudi sasa Ahlusunna wal Jamaa, Mawahabi hawapo, wala japokuwa wao wanajinasibisha na Ahlusunna wal Jamaa, kwa sababu ukiangalia taarifu Ahlusunna wal Jamaa ni wale watu ambao wao katika Ash'ira wal Maturidiyya, na katika masala ya kifiqhi wao katika ile madhhabu manne. Sasa hapa tulikuwa tunaleta ile ikhtisari wali watu waweze kujua kwamba Mawahabi si kwamba hawapo katika Ahlusunna wal Jamaa, na hatusemi hivi kuwasingizia, bali wao wale ambao wanaofuata hawanataka ukweli wanaweza kubadilika, na kitabu hicho kikimalizika tutakuja hapa tutakionyesha pia. Lakini kwa wale ambao tayari walishaingia hawezi kubadilika, kwa sababu wao ni tunasema ni kikundi ambacho kilichookoka. Sasa kama ni kikundi kilichookoka, huwa hakisikilizaji watu wengine, hoja za watu wengine, hapana, bali kinasikiliza hoja za mashehe zao. Watakapoambiwa kile kitu ambacho watakachosema mashehe zao ndio wanachokikubali. Ukiangalia mashehe zao wa Saudi wanasemaje, ndio watakachokikubali. Angalia kama sasa hivi nimalizie katika vita hii inavyoendelea Mashariki ya Kati, kuna mwanachuoni wao anaitwa Sheikh Uthman bin Khamisi, anaongelea kwamba wale wanajeshi ambao wanaofanya kujilinda na yale maanwari ya nani yale ya drone zile za Irani, wanasema wale wako katika jihadi, ni kutetea zile ngome za Amerika zile. Wao anasema wanafanya jihadi, lakini waliulizwa kuhusu Wafalestina wale ambao wanaadhibiwa pale, wanasema wale ni watu ambao wanapigwa kwa sababu ya madhambi yao. Na wale wakaulizwa, je, ni jihadi ile? Wakasema hapana, mpaka waliul amri aidhinishe ikiwa ndio itakuwa ni jihadi. Lakini wale amefanya dua kwamba wale wanajeshi wa Saudia pale kufanya zile kujilinda na zile ngome, wanaambiwa kwamba wanafanya jihadi, yaani kutetea ngome za Amerika zile, wanafanya jihadi, na amefanya dua
Kama angalieni Sheikh Uthman bin Khamis, sasa ni itikadi za Kiwahabi na wao hawafuati isipokuwa mashehe zao. Hata kama mtu ataongea ukweli vipi, lakini ule ukweli kama hajaongea shekhe wao hawezi kufuata. Shekhe wao hata ongea upuuzi vipi, kama ni shekhe wao kasema, watamfuata kwa hali yoyote. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.